Ubabe wa kisiasa unatarajiwa kujitokeza hata zaidi katika gatuzi la Isiolo. Hii ni baada ya bunge la kaunti ya Isiolo kuchapisha taarifa ya kudai kwamba wawakilishi wadi 16 kati ya 18 walipiga kura ya kumwondoa mamlakani gavana Abdi Guyo kwenye kikao cha Alhamisi, ambapo kabla ya taarifa hiyo kuchapishwa, wawakilishi wadi walionekana kuingia kwenye bunge hilo chini ya ulinzi mkali na kuondoka dakika 15 baadaye. Sisi tumeona kaunti yetu mambo yake endi vizuri. Tumeamua kutimua huyu gavana kwa hiyo kiti yenye alikuwa nakalia. Sisi tumeamua huyo gavana asikue na sisi. Na miaka 3 na tumeshindwa kumrekebisha. Tukimwambia hii anafanya hii, tukimwambia hii, ndio tukafikia hii kiwango ya kuwa huyo hawezi lead watu wa Isiolo, hawezi tuongoza kama watu wa Isiolo. Ndio maana tumeamua kumuondoa. Muda mfupi baadaye, ofisi ya gavana wa Isiolo ikitoa taarifa ya kupunzilia habari taarifa za bunge la kaunti ya Isiolo, wakidai kuwa hakuna kikao kilichofanyika kwa kuzingatia katiba. Pia taarifa yao kwenye vyombo vya habari ikidai kuwa gavana Guyo hakupewa muda wa kujitetea. Pia wakisema kuna agizo la koti ambalo limezuia mjadala sawia na huo kufanyika. Uongozi wa kaunti ukishikilia kuwa gavana Guyo ndiye na atasalia kuwa gavana. Na mnajua tuko kwa kiti miaka 2 na nusu. Si ni kweli? Tumebakisha miaka ingine 2. Iko vitu tumefanya na iko vitu hatujafanya, si ndio? Ili hatujafanya tutamaliza before miaka yetu ifanye hili iishe. Tumekubaliana? Sasa hatua inayosubiriwa na wengi ni kuona iwapo bunge la kaunti ya Isiolo litawasiliana na bunge la seneti kuhusiana na uamuzi wanaodai kufanya hii leo. Hayo yote yakifanyika wakati ambapo vijana wa milengo tofauti wakabiliana nje ya bunge la kaunti ya Isiolo, wengi tu wakipata majeraha ya mawe. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.